Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suratul Ma'arij Makiyya wa ayatuha 44. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu ni suratul Ma'arij ambayo imeshushwa Maka, ina aya 44 na ni sura ya 70 katika mpangilio wa msahafu. Kama kawaida ya sura zilizoteremshwa Maka, famu'dhamuha tu'aliju usul al-aqidati al-islamiyya, nyingi zinaelezea na kueneza misingi ya akida ya Kiislamu, na hata sura hii imezungumzia hayo. Imezungumzia habari ya siku ya Kiyama, siku ya mwisho, namna ambapo kutakuwa na furaha kwa wengine na wengine watakuwa na huzuni, wengine watakuwa na raha siku hiyo, wengine watapatwa na shida. Lakini vile vile ikazungumzia hali za waumini na hali za watu wabaya, fi dari ljazai wal khulud. Kama ambavyo mwanzo kabisa wa sura hii imezungumzia habari za kuvuka mipaka kwa watu wa Maka, wa an tamarrudihim ala taati rasuli sallallahu alaihi wasallam, na namna walivyojitenga kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia istihzai, ambaye aliwatahadharisha wao na adhabu ambayo iko mbele yao. Sura hii ikataja mfano wa kuvuka kwa mipaka watu wa Maka, bima talabahu ba'du sanadidihim wa huwa Nadhr ibn al-Harith. Miongoni mwa mifano hiyo ni yale aliyoyataka mmoja katika wale viongozi waandamizi wa Maka, anaitwa An-Nadhr ibn al-Harith. Huyu ilikuwa ni miongoni mwa wenye kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana alimtaka Allah tabaraka wa taala awateremshie yeye na watu wake adhabu ya haraka, ili wapate kustarehe na hiyo adhabu hapa duniani kabla ya akhira, kabla ya akhira. Wastihzai alisema hivyo. Wadhalika mukabaratun fil juhudi wal inad, na hilo ilikuwa ni inadi iliyopitiliza. Ukiangalia aya au sura imeanza kwa tukio lake la kutaka adhabu ya haraka ili wapate kuifaidi duniani kabla ya akhira. Allah akawajibu akamwambia mtume wake, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi lilkafirina laysa lahu dafin min Allahi bil ma'arij. Anaomba mwenye kuomba kupatiwa adhabu yenye kutuka kwa makafiri, aliyakuwa adhabu hiyo haina kizuizi itakapokuja min Allahi bil ma'arij, adhabu ambayo inatoka kwa Allah mwenye daraja na utukufu mkubwa.
Kisha sura hii ikaelezea habari za watu waovu katika siku hiyo ya fedhea, alladhi tatafattaru fihi samawati wa tatatayaru fihi aljibalu fatasiru kasawfi almulawwan alwanan ghariba. Sura hii ikazungumzia siku nzito ya Kiyama ambazo mbingu zitaputika na milima nayo itasagwasagwa, itakuwa kama sufu. Allah anasema yauma takunu samau kalmuhl wa takunu aljibalu kal'ihn wala yasalu hamimun hamiman yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kisha sura hii ikaelezea habari ya waumini na yale ambayo wanasifika nayo katika sifa njema na tabia nzuri, na ikaelezea sura hii yale ambayo Allah amewaandalia waumini hao katika malipo makubwa fi jannati al-khuldi wan na'im, watakayoyapata katika pepo ya milele na neema za milele. Aliposema illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Vile vile sura hii ikagusia habari za makafiri almustahziina birrasuli, ambao walimcheza shere Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamiina fi dukhuli jannati naim, ambao walitumai kwamba na wao wataingia katika pepo zenye neema. Lakini si hivyo, Allah anasema fama lilladhina kafaru qibalaka muhti'ina 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma kullu imri'in minhum man yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Wa khatamati sura ikahitimisha kwa kiapo kizito cha Allah tabaraka wa taala, ala anna al-ba'tha wal jazaa haqqun la raiba fi, kwamba kufufuliwa na kulipwa wanadamu ni jambo la haki, la kweli na halina shaka. Watu watafufuliwa baada ya kufa, kisha watu watalipwa, jambo hilo halina shaka kabisa. Wa ala anna Allah ta'ala qadirun ala an yakhluqa khairan minhu, na kwamba Allah yeye ana uwezo mkubwa wa kuwaomba viumbe bora zaidi kuliko hao waliopita watakapofanya makosa. Na Allah akaondoa akasema, fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wama nahnu bimasbuqin ila qawlihi khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun. Sura ikahitimisha hivyo kwa kiapo kizito kwamba Allah ana uwezo wa kuondoa wakosaji katika dunia hii, akaleta viumbe bora zaidi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij. Sa'ala sa'ilun ni fi'lu na fa'il, ameuliza mwenye kuuliza, ameomba mwenye kuomba. Bi'adhabin waqi', adhabu ambayo itawatukia lilkafirina, makafiri. Laisa lahu dafi, adhabu hiyo haina wa kuizuilia isiwafikie makafiri. Tumesema hapa An-Nadhr ibn al-Harith yeye ndio aliotaka kwamba Allah tabaraka wa taala kwa istihzaa, kama na uwezo wa kuwaletea adhabu mapema kabla ya akhera, Muhammad mwambie Mola wako chamchelewesha nini, atusubirie mpaka tupe tufike akhera ndo atuadhibu. Mwambie alete sasa hivi, nastamta bihi kabla mautina wa kabla al-akhirah,
ili tupate kuionja ukituona hapa kabla ya kufa. Mwambie Mola wako. Ndipo Allah tabaraka wa taala alipowajibu kwa aya hii, saala sailun biadhabin waqi, anaomba mwenye kuomba kupata adhabu yenye kuwatukia. Lilkafirina, makafiri, laisa lahu dafi, lakini adhabu hiyo haina kizuizi. Itakapokuja waambie wanachoomba kikija hakitokuwa na kizuizi. Allah ni muweza, lakini sio kwamba itakuwa ni testi tu kwamba imekuja alafu alivyosema basi itarudi. Ikija itakuja moja kwa moja. Na kweli baadhi ya mufassirina wanasema Allah tabaraka wa taala aliwaonja na adhabu zake pale kwenye uwanja wa vita vya Badr, ghazwat Badr. Sanadidi wa Maka wengi walikufa pale, au kina Al-Walid bin Mughira, kina Shaybah bin Rabi'a, Utbah bin Rabi'a na wengineo, wazee wa pale Maka. Karibia 90% walikufa pale Badr. Vita vya kwanza vya watu wa Maka kupigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka Maka miaka miwili tu kwenda Madina. Kwa hiyo ile adhabu aliyoiomba An-Nadhr ibn al-Harith kwamba na hii kuionja mapema kabla ya kufa, walionja kweli Badr, kwa sababu walikufa Makuraishi karibia 70 na walitekwa wengine 70. Tumeelewana 70 walitekwa, 70 walikufa. Kwa hiyo ile adhabu waliokuwa wakiomba kwenye macho yao iwafikie, iliwafikia, lakini ilikuwa na kizuizi. Haikuwa na kizuizi kama Allah aliposema laisa lahu dafi, na haitokuwa adhabu hiyo na kizuizi. Itakapofika adhabu wanaoiomba na kuitaka itakuja kwa makafiri, lakini laisa lahu dafi, itakapokuja haitokuwa na kizuizi kwamba kuna kitu kitazuia. Yeye Muhammad mwenyewe hatakuwa na uwezo wa kuizuia adhabu hiyo. Aidaa dai min kuffari Makka li nafsihi wa liqaumihi, aliomba mmoja wa makafiri wa Maka, alijiombea yeye mwenyewe na aliwaombea wenziwe pia, binuzuli adhabin waqi, ili ipate kuteremka adhabu itakayowapata la mahala, isokuwa na budi. Qala almufassirun, mufassirina wanasema asailu, aliomba jambo hilo huwa An-Nadhr ibn al-Harith, kama tulivyosema ni sanadidi Quraishi wa tawaghitiha, ni miongoni mwa wale waandamizi wa Makuraishi na wale yule shetani wa Quraishi. Huyu ni miongoni mwa wale mashetani waandamizi wa Quraishi ambao walikuwa wakimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lamma khawafahum Rasulullahi adhab Allah, na haya yote yalikuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatisha na adhabu ya Allah. Qala istihzaan, ndipo aliposema Nadhr kwa istihzaa, akasema Allahumma in kana hadha huwa alkhair fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin alim. Ewe Allah, kama haya anayosema Muhammad ni ya kweli, basi na sisi twakuomba, Makuraishi wa hapa Maka, twakuomba ututeremshie mvua ya mawe bonde bonde, au itina bi'adhabin alim, au tuletee adhabu yenye kutuumiza. Angalia, ni kinyume kiakili. Walikuwa waseme maneno haya kwamba ewe Allah, kama Muhammad anayosema ni ya kweli kwamba wewe za kuadhibu, wangelisema kwamba tusamehe. Mtu mwenye akili ndio angesema hivyo, Allahumma in kana hadha huwa alkhair min indika, kama haya anayosema Muhammad ni ya kweli kutoka kwako kwamba waweza kutuletea adhabu, wangesema faghfir lana, basi tuombe utusamehe. Ndio mtu mwenye akili kusema hivyo. Lakini wao kwa sababu ya chuki na istihzai kwenye mioyo yao walisema kinyume chake, ikiwa haya anasema Muhammad yatoka kwako kweli, basi fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, tuletee mvua ya mawe tubonde bonde toka mbinguni, au itina bi'adhabin alim, au tuletee adhabu yenye kuumiza.
Maana yake hawayaamini yale ya Muhammad kwamba yatoka kwa Allah, ndio maana wakafikia mbali kwenye inadi. Ndipo Allah tabaraka wa taala na yeye alipomwambia Muhammad, saala sailun bi'adhabin waqi lilkafirina laysa lahu dafi min Allahi bil ma'arij, anaomba mwenye kuomba adhabu ambayo itafika lilkafirina, itakuwafikia makafiri, laisa lahu dafi, haitokuwa adhabu hiyo na cha kuizuia. Minallahi bil ma'arij, adhabu hiyo direct itatoka kwa Allah mwenye daraja na utukufu kubwa. Waambie hao, wakaambiwa, wakasomewa. Allah anasema hivi, adhabu itawafikia, lakini itakapofika haitokuwa na kizuizi, na adhabu hiyo yatoka kwake yeye mwenyewe direct, hakuna kuizuia. Kuizuia ni yeye tu akitaka. Fa ahlakahu Allah wa qaumahu yawma Badr. Allah baada ya maneno haya ndipo Allah alipowaua hawa, alipowaangamiza yeye An-Nadhr ibn al-Harith wa qaumahu fi yawmi Badr. Katika vita vya Badri walikufa hawa, yeye na mzee. Wa mata sharra maita, alikufa kifo kibaya sana huyu An-Nadhr ibn al-Harith. Ndipo ilipoteremka hizo aya zikawaelezea kwamba hakuna atakezuia Allah tabaraka wa taala katika adhabu yake. Ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi, wanapanda malaika na Jibril, ruhu al-Qudus. Katika sifa na majina ya Jibril, yeye ni ruhu. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ruhu ni malaika, na hapa wanasema ni atfu al-khas ba'da al-am liiradati at-tashrif wa at-takrim. Kwa sababu gani? Kwa sababu malaika, unapotaja ta'ruju malaikatu, maana yake na Jibril anafanyaje? Anaingia, kwa sababu Jibril wa ruhu min jinsi al-malaika, yeye pia katika malaika, lakini Allah amemfanyia afki. Hii ndio wanasema atful khas wa ala al-am, atful khas ala al-am, imeatifiwa kitu maalum baada ya jumuiko ya vitu vyote, liiradati tashrifi wa takrim. Hii ni kuonyesha manzila na daraja alikuwa naye nani? Jibril. Mfano useme wamekufa watu 6 na makonde mmoja, hii tashrifu au takribi? Wamekufa watu 6 na makonde mmoja, hii nini? Hii takribi pia sio takribi, nini? Kashfa. Inawezekana mtumiaji akatumia vingine. Yeye wamekufa watu 6 na tajiri mmoja, wamekufa watu 6 na tajiri mmoja, hii pia ni kashfa. Mbona ile ya makonde mnasema ni kashfa? Na sentensi ni hiyo. Wamekufa watu 10 na ustadhi mmoja, hiyo kashfa ni takrima manzila. Lakini pia waweza ukaitumia kinyume chake, kama alivyosema Sheikh Koji, pia waweza ukatumia katika kufedhesha mtu. Allah tuhifadhi na jambo hilo. Ala kulli hal, hapa atfu al-khas ala al-am imekuja katika takrim. Allah tabaraka wa taala katika Qur'an anasema yaqdumu qaumahu yaqdumu qaumahu, Jibril na Firauna atawaongoza watu wake kuingia wapi? Kuingia motoni, yeye na watu wake atawaingia. Hii ni tafdhih, kumfedhesha Firauna. Ataanza kuingia yeye motoni, alafu ndio watakuja watu wake. Maana yake wale watu wake wakiona bosi tayari yuko motoni, wanaishiwa tumaini la kupata msamaha na uombezi kwa yoyote. Kama bosi tayari yuko motoni, anaungua.
Ala kulli hal, ta'ruju almalaikatu warruhu. Kule nyuma tumesema katika aya nyuma imesema min Allahi dhil ma'arij, adhabu hiyo inatoka kwa Allah ambaye ni mwenye daraja na utukufu mkubwa. Al-ma'arij jamu ya nini? Al-ma'arij jamu ya nini? Ma'arij ismu zamani wa ismu makan. Ma'arij ikija mi'raj inakuwa ni ismu ala, mi'raj. Lakini ma'arij ni jamu ya ma'raj. Ma'raj sehemu ya kupandia au muda wa kupandia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Isra na Mi'raj. Alipelekwa mbinguni. Bado kuna shaka kwamba Allah yuko mbinguni, yuko toka samawati. Hata kisa cha Miraji tukisoma chaonyesha Allah yuko, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa 5 salawati huko na Allah tabaraka wa taala. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayati. Katolewa Maka kapelekwa Baitul Maqdis. Hii safari hii inaitwa Isra. Kwa kuwa ilikuwa ya usiku ndio maana imekuja Isra, ikawa Isra. Asra maana yake amepelekwa wakati wa usiku, ndio maana imekuja hiyo. Tumeelewana? Sara maana yake mtu ametembea usiku. Lugha ya Kiarabu ina tofauti na lugha nyingine. Na baada ya kufika Baitul Maqdis, ndipo katika baadhi ya riwaya tukasema akaletewa nyama, ndipo akaenda Mi'raj. Safari ya Mi'raj ilianza Baitul Maqdis, haikuanza Maka mpaka Baitul Maqdis ni Isra. Kutoka Baitul Maqdis kwenda mbinguni ni Mi'raj. Lilkafirina laysa lahu dafi min Allahi bil ma'arij. Allah ni mtukufu, yuko juu. Tumeelewana? Na huko juu aliko Allah anasema ta'ruju malaikatu warruhu, malaika upanda kwenda huko. Ta'ruju malaikatu warruhu ilayhi, malaika na Jibril upanda kwenda huko kwake Allah, kuonyesha kwamba Allah yuko wapi? Yuko fauka samawati. Yani ili jambo liko wazi, nususu zote zimetona. Nafikiri tulielezea nyuma kwa marefu sana. Kila Qur'ani utakapoisoma inaonyesha hivyo, Allah yuko juu. Watu ima wa kutoelewa au mughafala ndio wanachanganya baadhi ya mambo. Allah anasema hamui watu watatu illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Watu ndio wasema dalili hii kwamba Allah yuko kila sehemu. Allah hayuko mbinguni. Allah anasema aina ma kanu huwa ma'akum aina ma kanu, yeye yuko pamoja nanyi popote pale mlipo. Ni kweli kad ahata Allahu kulla shay'in ilma, ilmu yake Allah inajua popote alipo, haipingiki. Ilmu ya Allah inajua popote mtu alipo, hata uwe ndani ya shimo, elimu yake yajua mja wangu uko pale anafanya hiki, anakuona na anakusia, elimu yake. Kwa hiyo ukisema Allah popote yupo, maana yake hata chooni pia ukiingia ukoenda naye. Sio hivyo. Allah yeye yuko fauka sab'a samawati,
Arrahmanu ala al-arshi istawa, lakini ilmu yake kad ahata kulla shay'in ilma, amezunguka kila kitu kwa kukijua, hatushikani na chochote, lakini mwenyewe amethibitisha kwa bali yasuudu ilayhi alkalbu at-tayyib, maneno mazuri pia yanapanda juu kwenda huko. Wal amalu salih yarfa'u, na amali njema pia uzenuliwa huko kwake. Maana yake huko ndiko aliko katika arsh. Na dalili nyingine ya kuonyesha kwamba yuko huko hii ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi. Sasa kama Allah yuko kila sehemu, hii ta'ruju al-malaika war-ruhu ilayhi, dhamiri yarji ila ma araja, fi'li araj, ambayo hii ta'ruju fi'li madhi yake ni araja. Araja maana yake amepanda juu mbinguni. Mmoja katika washairi alitunga akasema, sallu ala nuri alladhi araja sama, sallu ala nuri alladhi araja sama. Neno araja au pili araja inatumika kwenda mbinguni tu juu. Uwezi ukasema arajtu ala albayt au arajtu ala sariri. Uwezi kusema kwamba nimepanda juu ya kitanda, utaonekana wewe nipite. Araja ni kwenda mbinguni tu, inatumiwa huko. Kwa hiyo ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi ay ila Allahi, malaika na Jibrili upanda kwenda huko kwa Allah tabaraka wa taala. Fi yaumin, katika siku ambayo kana miqdaruhu, imekuwa kiwango chake na kiasi chake 50,000 sana, ni miaka 50,000. Ni siku gani? Ta'ruju almalaikatu warruhu ilayhi fi yaumi, katika siku ambayo kana miqdaruhu, kiasi chake na kiwango chake 50,000 sana, ni miaka 50,000 urefu wake. Qala Ibn Abbas, huwa yaumul qiyama, siku hiyo ni siku ya Kiyama. Ja'alahu Allahu ala alkafirin, ambayo Allah ameifanya siku hiyo kwa makafiri. Miqdara 50,000 sana, ni kama kiwango cha miaka 50,000. Thumma yadkhuluna an-nara, kisha wataingizwa na kuingia katika moto. Kwa hiyo ile siku mazito yake anakumbana nayo kafiri ni mazito ya karibia miaka 50,000 kwa makafiri, kwa sababu hapa wanazungumziwa makafiri. Tumeelewana? Hapa wanazungumziwa makafiri, madhila watakayoyapata hayo kabla ya kuingizwa motoni, basi siku ile itakuwa ni zito kwao, ni sawasawa na mazito ya ndani ya miaka 50,000. Tumeelewana? Ni siku nzito. Allah ameisifu kwa sentensi nzito kuonyesha kwamba achilia hiyo, mtu waweza usiku ukalala usiku ukaona mrefu. Siku moja nilienda dawa bibi Madanga, nilienda dawa Madanga miaka mingi, mwaka ilikuwa ni 98 kama sikosei, mwezi wa Ramadhani mzima alikuwa kule. Siku ile ya kwanza napokewa na mwenyeji wangu, nililazwa kitanda chenye kunguni. Hawakujua wale watoto waliondolewa, nikalazwa mimi shekhe. Siku hiyo ndio siku ya kwanza kukesa kwenye maisha yangu.
litamani swala ya asubuhi itaadhiniwa saa ngapi, mtoke ndio msikitini. Lakini pia kila ukiangalia saa ya kwamba ya saa 6 kasoro haya, saa 6 kasoro, hiyo adhana ya alfajiri ya saa ngapi msikitini? Bado ndio kucha kabisa, mapema kabisa 6 kasoro. Chukua hivi, weka hivi, labda uweke hivi, labda ukiegemeza, waume wamefika, utaminyana nao, mara umekaa hivi, mara umekaa wamekupiga, mara umeegemea wamekupiga. Ukiangalia saa ni saa 7:15. Sitoisahau. Kumbe siku pia ni ndefu. Saa nyingine siku ile siku ni ndefu, nategemea wewe uko kwenye institution gani. Tumeona ule usiku uliona kama ni usiku 6 imeungana akuchi mpaka yafika ile Allahu Akbar, Allahu Akbar, ile adhana ya kwanza. Pia watu hawajatoka, nenda wapi? Sema alhamdulillah, naona pia nimechelewa bado. Kwa nini ya pili watu kaenda kuswali kabla moja kwenda mgongea kule mwenyeji wangu, naenda nazo wapi? Siku ya pili nilimwambia shekhe, nashukuru sana kwa kiafa yako, mimi nitalala msikitini. Kwa hiyo hata makafiri siku ile itakuwa nzito, wataiona ni huku ndefu kabisa. Maana kila ukitaka labda basi kipelekwe kwa motoni kuingane moja, ambapo bado kwa kwanza papa fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sana. Siku ni ndefu, nzito, imejaa kila aina, imekuwa nzito na imekuwa ndefu kwa sababu ya matatizo. Lakini ukilazwa kwenye 6 kwa 6, umepewa mto, una feni la kupepea, unaweza kusema leo nadhani nimeadhiniwa mapema alfajiri, mapema hii, kwa sababu kwa sehemu nzuri. Ukiweka ubavu bado hujakaa vizuri, uko upande wa pili usikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kwa sababu bila sehemu nzuri. Lakini usiombe kwenda la sehemu mbaya yenye kunguni, utaona mwenyewe usiku utakuwa ni siku 6 zimeungana, imekuwa siku moja. Fasbir sabran jamila, alfau fasiha. Kama ndivyo hivyo basi, kwamba adhabu ya Allah haina cha kuizuia, na malaika na Jibrili siku hiyo ya Kiyama wataelekea kwa Allah katika siku nzito ambayo ina urefu wa kama miaka 50,000. Ikiwa ni hivyo basi, Muhammad, fasbir sabran jamila, subiri subra iliyokuwa nzuri katika maudhi wanakufanyia hao, maana dawa yao yachemka. Si wanakuudhi mpaka wanakwambia Allahumma in kana hadha huwa khairan min indika faamtir alaina hijaratan min as-samaa au itina bi'adabin. Si wanakwambia hivyo kwa istihza. Tasbir sabran jamila, subiri subra iliyokuwa njema. Sisi dawa yao kuichemsha. Na kweli walikusanywa vizee siku ile ya Badri, hata vile vizee ambavyo havijawahi kuonekana na vijana muda mrefu nje, pia vilitoka kwenda shangilia kwamba Muhammad inashindwa. Waliwapigia koi, watu wakatoka na majijita, watu wakatoka na majigoma, watu wakatoka na pombe, watu wamebeba mitungi ya pombe wanasherehekea ushindi. Vita pia pigwana hapo, vikongwe navyo vilitolewa, vibibi vile vikashangilie, watu wote na vibibi kwa vigelegele vile. Ushindi ukipatikana vigelegele vitanoga pale, lakini matokeo yake waume zao wale na watoto zao waliuawa kule, wakarudi kimya kimya. Walirudi ikawa jambo lile limetia huzuni kwenye nyumba za watu wa Maka. Fasbir sabran jamila, basi subiri subra iliyokuwa njema. Innahum yarawnahu baida, hakika ya wao makafiri wanaiona siku hiyo kwamba iko mbali mno, kwamba hiyo ya kuletewa adhabu wao wanaiona kwamba iko mbali. Wa hadha tasliyatu lahu alayhi salatu wassalam,
na hayo yalikuwa ni maliwazo Allah akimliwaza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lianna listijala aladhabi inma kana ala wajhi istihzai bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kule kuitaka adhabu kwa haraka ilikuwa ni katika njia ya kumfanyia istihzai mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Allahu bisabri, Allah ndipo alipomwamrisha mtume wake asubiri. Qala al-Qurtubi, Imamu Qurtubi anasema wasabru aljamilu huwa alladhi la jazaa fihi, subra njema ni ile ambayo haina babaiko ndani yake, ndio subira njema. Sio wasubiri huku walapo babaika, wala shakwa li ghairi llah, wala hakuna kushtaki kwa zaidi ya asiyekuwa Allah, ndio subira njema. Usishtaki kwa yote zaidi ya kwa Allah, kwamba nasubiri Allah ataleta lile ambalo linastahili. Innahum yarawnahu ba'ida, hakika hao mustahzilina wanaiona adhabu hiyo kwamba iko mbali. Liinkarihim lilba'thi walhisabi, kwa kukanusha kwao kwamba watu watafufuliwa na watalipwa. Wanarahu qariba, na sisi twaiona adhabu hiyo kwamba iko karibu. Lianna kulla ma huwa ati, kwa sababu kila kinachotarajiwa kuja kiko karibu kufika. Yauma takunu samau kalmuhul, siku ambayo mbingu itakuwa laini kama shamba iliyoyayushwa. Mbingu pamoja na umadhubuti wake tunavyouona mzito mutamasi, lakini siku hiyo itakuwa laini kalmuhul, kama kwamba ni shamba iliyoyayushwa, laini kabisa. Naam, watakunu aljibalu kal'ihn, na itakuwa milima na majabali kama sufi iliyopurwa au iliyorushwa, nyepesi tu inapeperuka. Maana yake yatakapobondwa, tumesoma katika sura iliyopita, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, ardhi na milima vitachukuliwa kwa pamoja, vitabondwa mdogo mkubwa. Baada ya kubondwa, Allah kwenye sura iliyofuatia anasema watakunu aljibalu kal'ihn. Baada ya kubondwa, maana itakuwa ile milima kana kwamba ni pamba iliyorushwa na kupeperuka laini kabisa. Baada hiyo iliyopita kwenye sura, Qur'ani inatafsiriana yenyewe kwa yenyewe, ina mshikamano kati ya sura na sura, aya na aya. Tumeelewana? Kwa hiyo milima pamoja na umadhubuti wake, lakini zitakuwa hivyo. Kasufi almanqushi idha tayyaratuhu rihu, zitakuwa kama sufi ambayo imepurwa, aina yale madude yake ya kuyazuia yale makava yake. Idha tayyaratuhu rihu, sufi ambayo inapeperushwa na upepo, ndivyo milima itakavyokuwa. Wayasalunaka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Maana niyo hiyo, wanakuulizia kuhusu milima siku ya Kiyama, nayo itakuwaje? Sema kwamba Allah ataibundabunda. Wayadharuha qa'an safsafa, alafu ataacha kana kwamba ni tambarare tu isiyokuwa na vibonde wala isiyokuwa na minuko. Maana yake itakuwa tambarare. Baada ya kubondwa milima hapa, kama una uwezo kuona hapa mpaka Amerika, ungelikuwa na uwezo huo ukiona, hakuna mlima wote, hakuna bonde lolote, ardhi iko sawa. Kwa hiyo ni hali nzito ambayo itawakuta wanadamu. Naam, wala yasalu hamimun hamima, na wala siku hiyo rafiki hatomuulizia rafiki yake.
Rafiki hatoulizia rafiki, ay la yasalu sadiqu sadiqahu wala qaribu qaribahu an sha'nihi, hatomuulizia jambo lake rafiki mwenziwe. Lishughuli kulli insani binafsihi, kwa kila mtu kushughulishwa na nafsi yake, kwamba ufike kwa mwenzio mwambie haya habari zako zikoje kaka. Wala yasalu hamimu hamima, rafiki hatumuuliza rafiki wake kuhusu na nafsi yake, kwamba ndugu zangu mpaka sasa hivi uko vipi, mimi mwenzio hivi. Hakuna tukaelezea hivi. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mmoja ana lenepeleka mbio ambalo linamshughulisha. Wewe wajali nafsi yako, si babio si mamio si mkeo, na mke naye si babie si mamie si mumewe, kila mmoja alilia nafsi yake. Ni hali nzito, ni hali nzito kusema. Naam, yubassarunahum, wataonana na kuonyeshana wao. Hatta yara ar-rajulu abahu wa akahu, watu wataonana mpaka mtu atamwona baba yake, atamwona ndugu yake, atamwona jamaa yake. Fala yasaluhu, lakini asimuulize. Wala yukallimuhu, wala simsemeshe. Bali yafiru minhu, bali atakapomuona atamkimbia. Yubassarunahu, wataonana watu, wataonana. Baba atamwona mtoto, mtoto atamwona baba, mama atamwona mtoto, mtoto atamwona mama, mume atamwona mke, mke atamwona mume, lakini hakuna atakumsemesha mwenzie wala kumuuliza mwenzie. Tumeelewana? Yubassarunahum, wataonana. Yawaddu almujrimu, na atatamani mtu muovu. Lau yaftadi min adhabi yaumiidhin bibanihi, lau angepata fursa ya kutoa fidia kuepukana na adhabu siku hiyo ya watoto wake. Atatamani mtu muovu, lau yaftadi min adhabi yaumiidhin bibanihi, ay lau yaftadi bibanihi min adhabi yaumiidhin. Hunaka taqdim wa ta'khir, kumetangulizwa na kucheleweshwa kwa lengo la muraati alfawasil, ili kulinda hivi visimamo, lakini jumla katika uhalisia wake ilikuwa ile yawaddu almujrimu lau yaftadi bibanihi min adhabi yaumihi, lakini ilikuwa visimamo kimekosekana. Ile ladha ya sajai katika Qur'ani ilikuwa haipo, lakini maana ni ile ile. Atatamani mtu muovu lau atawatoa fidia watoto wake wote, min adhabi yaumi idhin, kutokana na adhabu ya siku hiyo, ili yeye mwenyewe fanyeje? Asalimike. Mwenyezi Mungu, mimi na watoto 6 hawa, chukua hao. Akiambiwa bado wasahibatihi, na mkewe pia amtoe fidia. Mwenyezi Mungu, basi hawa 6 kama watoshi, na mke wangu pia nisalimike. Ambwa wa akhihi, na angelitoa fidia pia ndugu yake huyo, ongeza kama kifungashio. Bado wa fasilatihi, na jamaa yake, allati tuwihi, ambaye anamhifadhi na kumsaidia pia, labda huyu pia mchukue. Wa man fil ardi jami'an, na wale wote waliopo ardhini. Thumma yunjihi, kisha Allah amuepushe na kumkinga na adhabu. Angelifanya hivyo, lakini Allah anasema kalla, koma, sio hivyo. Huwezi kutoa fidia ya mtu, huwezi kutoa fidia watoto wako, huwezi kutoa fidia mkeo au mumeo. Kalla, sio hivyo. Wewe angalia watu walivyokuwa na ujamaa wanavyoishi, lakini
kwa adhabu hiyo. Allah anasema mtu akitamani awatoe watu wote. Wa kwanza aliotajwa nani? Watoto. Wa pili nani? Mkeo. Kwa nini wametangulizwa watoto kabla ya mke? Nani atakwambia katika hikma ya kutangulizwa watoto kabla ya mke? Kwani mke na watoto wapendwa nani na mume zaidi? Baba apenda nani kati ya watoto na mke? Hapa masikiwa huko masikiwa huko, utakunaambia baba fulani kumbe wapenda wanao kuliko mimi masikiwa. Na watoto na mke nani wapendwa zaidi? Nani? Namsha, watoto wanapendwa zaidi kuliko mke. Kivipi? Watoto hawafi tutamrudia, sheria kurudia sipo. Asante. Na mke hata kwenye mirathi mke apata nusu. Nani kakwambia mke anakungula nusu kwenye mirathi? Mke apate nusu, hana mafungu ya mke kwenye mirathi ni mawili tu, robo na thumu, ana nusu. Mume ndio anapata nusu kupitia mkewe. Mtoto na mke anapendwa zaidi nani? Baba apenda nani zaidi hapo? Ikhtalafa ulama. Leo umekuja sasa hivi hujui. Naam shekhi. Kashazaa pana watoto hapa, anapendwa zaidi nani hapa? Mtoto apendwa zaidi. Kwa hiyo mtu akifiwa na mke na akifiwa na mtoto, uchungu unakuwa wapi zaidi? Ala kulli hali yategemea mtu, lakini inachoonekana hapa, mtoto ana nafasi kubwa kwa mzazi, inavyoonekana kwa kutambulizwa kwake na Allah tabaraka wa taala, inaonekana hivyo. La kwanza. La pili, mtoto ndio ndugu, mtoto ndio familia. Mke ana kwao, mume ana kwao, si ndivyo? Lakini watoto kwao ni wewe, baba au mama. Haitokei kwamba huyu sio baba yake yule, lakini inaweza katokea huyu yule sio mume wake sahihi, sio? Kwa hiyo mtoto ndio nasaba, ndio damu ya yule baba au mama, ndio damu yake. Lakini ndoa ni mafungamano ya urafiki ambao yaweza ikatokea baadaye kila mmoja akawa yuko mbali na mwenzie. Tuelewana Ala kuli hali, mtu mwovu atatamani siku hiyo lau angelitoa fidia kutokana na adhabu, angeliwatoa wanaye fidia kutokana na adhabu ya siku hiyo. Wasahibatihi, na kumtoa fidia mkewe pia. Wa akhihi, ndugu yake. Wa fasilatihi, na ndugu yake au jamaa yake. Allati tuwihi, ambaye alikuwa akimkumbatia katika mambo mengi ya kimaisha, akimsaidia, wakishirikiana kwenye mambo ya misiba, mambo ya furaha. Waman fil ardi jamia, na angelitamani kuwatoa fidia wote waliomo katika ardhi. Thumma yunji, ili apate Allah kumsalimisha yeye na adhabu. Lakini Allah anasema kalla, sio hivyo.
matamanio hayo yatabakia kuwa katika nyoyo za watu waovu, lakini Allah hawezi kufanya hivyo. Innaha lava, hakika ya huo ni moto mkali, nazaata lishawa, ambao ubabua ngozi. Tad'u man adbara wa tawalla, moto ambao huo wenyewe unamuita yule ambaye ametoa mgongo na kuondoka, unamuita wedhapi na sehemu yako ni. Na tusimame hapa, tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie wiki ijayo tujaimalize hii sura, ili tuwe tumefika katika kikomo chetu. Inshallah wiki ijayo huenda ikawa ndiyo darasa yetu ya mwisho kwa mwaka huu. Kabla ya kusimamisha tuangalie itakavyokuwa, lakini hali tumwombe Allah atufanyie wepesi, atuingize katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na afya njema na salama. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu